Koma. Karibu katika kipindi cha Mradi Koma. Huyu hapa ni mbuji na mshititi wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili, Salim Mwanangwa wa Ahmed. Tupo hapa kwa ajili ya kukomboa maadili, kukomboa mazingira pia. Nichukue fursa hii ya aushi na adhimu kumkaribisha Al-Habibi Al-Karim Banji. Karibu sana katika Mradi Koma. Asante sana. Al-Karim Banji, kwenye Mradi Koma leo hapa nataka tujaribu kuangazia kwenye nguvu ya maadili na imani katika kushinda au kukomboa urahibu wa madawa ya kulevya. Unaweza ukatupitisha kwa namna moja au nyingine, alafu tukaanzia hapo? Naam. Asante sana. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia kuwa hapa. Ndio. Na pia nashukuru sana Gabos. Naam. Ya kunikaribisha hapa, kunipa nafasi hii. Nashukuru sana. Shukran sana, karibu sana. Mada ulioongelea, maadili mema na imani, ni vitu ambavyo vinaweza kusaidia jamii katika kuepukana na utumiaji wa dawa za kulevya. Ndio. Inawezekana. Nitakupa mfano hapo mbele. Imani ilinisaidia nini mimi nikaweza kuachana na mambo ya ulevi wa pombe. Sawa. Ya, lakini kuhusiana na maadili, ni vizuri familia zikaweza kuwa na maadili mema kwa vijana. Ndio. Yani kuwa na uwazi. Ndio. Ili swala lisiwe siri katika familia, kwa sababu ni janga la taifa. Hiyo ni kitu ambacho ni muhimu sana yani ni muhimu sana. Yani viongozi wa dini yani kwenye swala hili ni muhimu sana washirikishwe, kwa sababu wale watakuwa wanatoa spirit, umeona, ya Roho Mtakatifu ama spirit ya Holy Qur'ani, ambayo yani Mungu anasemaje, yani anakataza nini, watu wafanye nini, vitu vile vya muhimu katika imani. Kwa hiyo yani kama tukiwatumia viongozi wa dini kutoa nasaha mbalimbali, yani kupitia yani imani ya dini tofauti ambazo zipo, mimi naamini kwamba watu watakuwa na uelewa mkubwa, kwa sababu watajenga hofu katika mioyo yao. Chanzo hasa, tuanzie hapa kwenye chanzo hasa cha mtu mpaka anakuwa mrahibu, huwa ni nini? Kuna vitu viwili, vitatu, vinne. Kuna ushawishi. Ndio. Kuna makundi. Ndio. Kuna msongo wa mawazo. Ndio. Nikisema msongo wa mawazo namaanisha stress, kuchanganyikiwa. Ndio. Unaona, kutokuwa sawa. Ya, lakini vile vile katika familia kunaweza kukaa wazazi hawako sawa kwa njia moja au nyingine. Makuzi ya watoto wanaona nyumbani. Kwa hiyo nayo anachangia mtoto kumpeleka moja kwa moja upande wa kwenda kujifariji. Sawa. Na utumiaji wa dawa za kwa wakati ule yeye anahisi kama anajifariji, lakini ndio kumbe anaharibika. Na kuharibikiwa kwenyewe huwa ni siku moja tu. Sawa. Leo unaweza kuona ni kitu kitamu, ndio enjoy, lakini kesho tena tayari umeshaingia kwenye adha nyingine. Sawa. Sasa kitu kimsingi, kama kuna namna ambayo umejaribu kutupitisha hapo, kwamba msongo wa mawazo, of course watu wengi wanasongwa na mawazo na wanahisi wao, mimi nikienda sehemu nikapata 2-3 hivi ndakaa sawa. Kumbe ndio mtu anafanyaje, anaharibikiwa. Sasa kabla hatujaanza kuhadithia sana watu wanaoharibikiwa, mimi naona tungewapitisha hapa nini kifanyike hasa ili mtu asifikie kwenye hicho kitu. Naomba nirudi nyuma kidogo hapo katika mada tuliyoanza. Unajua kwenye utumiaji kuna utumiaji wa uraibu wa aina nyingi. Kuna dawa za kulevya kwa maana heroin. Ndio. Kuna cocaine. Ndio. Kuna bangi. Ndio. Kuna amphetamine na vidonge vingine hivi ambavyo tumia. Lakini na pombe tunaweza kusema vile. Lakini kwa heroin unaweza kupata addiction, yani ule uraibu kwa siku chache sana. Unaweza ukatumia leo ukaona umepata starehe kwa kufahamu au kutofahamu. Ndio. Nikisema kwa kufahamu, unajua kabisa kama unachotumia sasa hivi ni heroin. Ndio. Lakini kutokufahamu, unaweza kuchanganyiwa kwenye bangi bila kujijua, ukaona uko kwenye starehe fulani nzuri sana. Kesho ukienda kununua ile bangi, ile kitu ikiwa hakuna, utatafuta ilikuwa nini, mbona ile bangi ilikuwa nzuri sana. Lakini kumbe tayari kile kitu kimesha kuingiza katika uraibu. Ndio. Kwa hiyo kesho yake hutakuwa na starehe kama ya jana.
utatumia kesho, na kesho kutwa sasa utataka uwe hai, ina maana utakwenda kununua kile kitu ambacho kimechanganywa pale. Kumbe kama nilivyosema, kwa kufahamu au kutofahamu, ni kwamba ikiwa ni kama heroin imechanganywa, kwa hiyo tayari unaingia sasa kwenye uraibu, unaanza ile mateso ya uraibu. Kwa kuikosa ile, unakuwa hauna amani na mwili wako. Sawa. Na bangi ndio hivyo, unaanza pole lakini na bangi madhara yake yanajulikana kama anakwenda kwenye afya ya akili. Sawa. Naam. Sasa nikirudi kwenye pointi yako iliyosema nini kifanyike? Ndio. Kwanza tunarudi tena kwenye maadili mema. Ndio. Maadili mema nyumbani, kuwa wazi, kusaidia watoto kuelewa nini athari ya dawa za kulevya. Ni jambo ambalo linasaidia. Sawa. Lakini pasi na hapo, tuna asasi ambazo za kiraia ambazo zinatoa elimu za athari ya dawa za kulevya, ikiwemo na asasi ambayo mimi naiongoza, inaitwa Life and Hope Rehabilitation Organization. Tunatoa elimu katika mashule na maskani kwa watoto ili waweze kuelewa athari ya dawa za kulevya. Kwa hiyo kwa maana wale ambao hawajaingia waweze kuona kwamba kumbe ina madhara fulani. Sawa. Issue ni watu ambao wanaleta madawa kulevya. Na afu hapa issue hapa hii inahusika kabisa mpaka nchi yenyewe. Yaani viongozi wao ndo wanadili nao, kwa sababu kama wewe kiongozi wa nchi unaweza ukastopisha kitu kisipite. Kwa nini? Kwamba vitu vinapita afu unaenda kuwakamata mateja ambao wanakula mtaani, unawaharasi, unawapiga, unafanya piga wale kwanza ambao wanaleta madawa kulevya. Hao ndo ambao wanatuzingua sisi. Damu zetu zinapotea, yani tunakuwa na uchungu sana mwanangu. Kwa yani solution ni kwamba nchi yenyewe, yani wao wazuie mipaka ile yote, mwanya wote, na sio kama wajuani, wanajuana lakini ndio hivyo wanalindana kwa sababu wote network yao ni moja. Kwa wapige chini yani kama hela washapata, lakini waangalie jamii inayoteseka. Mimi kuna wanangu nimewapoteza, roho inaniuma. Albert Mwangwea akapotea, roho inaniuma. Mwanangu kateseka sana Chidi Benzi, roho inaniuma sana, lakini nashukuru Mungu karudi kwenye njia. Wako wengi akina Maktubi Simba, au ni artist ambao walikuwa wanakuja juu wanafanya vizuri, lakini wote madawa. Kwa hiyo yani piga chini, yani kama wewe kiongozi unakaa katika wizara ya mambo ya ndani, unashindwa kufuatilia hivyo vitu au kuzuia hivyo vitu, basi wewe sio kiongozi, na wewe sio. Kwa hiyo piga chini tu watu kama hao. Na tunashukuru mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya inakuwa natoa semina. Sawa. Kwa sisi watu ambao tunaendesha hizi asasi, na hasa kwa wale ambao ni waelimisharika ambao walikuwa wameshatumia dawa wameacha, ndio ambao tumewaajiri kwenda kutoa hizi elimu. Kwa hiyo wanapewa hizi elimu jinsi ya kwenda kutoa elimu katika mashule, na ushuhuda unasaidia kwa njia moja au nyingine. Life and Hope, kwenye kituo chako hicho wewe una watu wanafika wangapi sasa? Kwanza naomba radhi, wakati nimejitambulisha sikuweza mimi ni mkurugenzi mtendaji wa asasi ya kiraia inaitwa Life and Hope Rehabilitation Organization. Kwa kifupi inaitwa LHRO. Ina umri wa miaka 15 sasa. Ndio. Tuko mtaa wa Mchangani pale kwa Makoma. Asasi yetu inasaidia waraibu wa dawa za kulevya. Tunafanya afua za ukimwi, afya ya akili, upunguzaji madhara katika utumiaji wa dawa za kulevya kwa maana harm reduction. Lakini vile vile tunawajengea uwezo wa ujasiriamali wa waraibu. Lakini vile vile tunakuwa tuna sober house. Tuna sober house Mwanza na Bagamoyo. Sawa. Kwa hiyo umeniuliza swali kama nimekuuliza swali yani manake kwenye hizo sober house sasa. Manake wewe ni mkurugenzi wa LHRO. Kwa hiyo hizo sober house zina tuseme hii ya Bagamoyo sasa ina watu wangapi? Na je, wana mahudhurio? Ndio. Kwa sasa hivi tunavyoongea leo tuna watu 40. Watu 40. Naam. Ndio. Na Mwanza wako watu 10. Watu 10. Naam. Kwa hiyo Mwanza hakuna Mwanza ndio kwanza tumeifungua. Ndio kwanza. Ina kama miezi mitatu toka tumeifungua. Na Mwenyezi Mungu akitujalia inshallah tunategemea kufungua soba ya wanawake Mwanza vile vile kwenye mwezi wa 10. Na nyingine ya wanaume tutafungua Morogoro inshallah. Ipi tofauti mkurugenzi ya LHRO tofauti yake na hizi sober house nyingine? Kwa sababu kuna kitu kimoja kinaenda kutokea kwamba watu wanakaa, wanaondoka, alafu wanarudia tena, yani
Sijui kama hili lipo. Lipo. Ni common. Ni kitu cha kawaida tu. Kinatokea. Si kwa soba hii au hii, ni common kabisa. Kumradhi. LHRO ni asasi, Life and Hope Rehabilitation Organization ambayo ndio inaendesha hizi Life and Hope Sober House. Ndio. Kwa hiyo kwa maana ya asasi hii tunafanya upande wa kulinki, kutafuta waraibu kwenye maskani huko, kuwaleta katika kituo chetu, kuwapa elimu ya methadone. Ndio hiyo upunguzaji madhara, harm reduction. Tunawapeleka katika kliniki za methadone, Mwananyamala, Muhimbili, Mbeya na Bagamoyo. Ndio kazi yetu ya asasi. Sawa. Na kutoa elimu kama nilivyosema. Upande wa sober house yenyewe inasaidia waraibu kuja pale, ni huduma ya utengamao katika nyumba zile, nyumba upunguzaji madhara katika utumiaji wa dawa za kulevya. Kwa maana hiyo wakiwa pale ndani wanakuwa hawatoki. Tofauti na methadone, mtu anakuwa na uhuru wa kuenda na kurudi nyumbani. Lakini pale wanakuwa ndani ya nyumba, wanapata treatment pale, na kuna wataalamu wa kila aina. Kwa mfano psychologist ambaye ni mtoa ushauri na saha, kuna daktari, kuna bingwa wa magonjwa ya akili psychiatric, kuna nesi wa kutoa dawa, na viongozi wa dini, kwa maana tunarudi kwenye imani ya dini. Yani imani ya kiroho. Na kabla hawajaingia huwa tunawafanyia medical check up. Kwa maana ya kwamba akiingia anaingia vizuri, kuona hakuna magonjwa ambukizi, kwa mfano kifua kikuu au homa ya ini, ambayo sasa hivi nayo ni sio nzuri sana. Maambukizi yake ni sio mazuri. Kwa hiyo kuna chanjo ya homa ya ini B kama sikose, au C, na moja hapo haina chanjo. Kwa hiyo pale mtu anategemea sasa ameingia, kama anatumia dawa za kulevya kwa maana heroin, cocaine, kuna tiba yake. Na kama anatumia bangi, basi tunampeleka kwa bingwa wa magonjwa ya akili, anamwangalia imemwathiri kiasi gani, labda amwandikie prescription ya dawa gani, sindano. Na mtu wa pombe basi anakuwa anakwenda katika program za class. Naam. Tofauti ya hiyo heroin na cocaine ni ipi? Heroin ina asilimia kubwa sana ya madhara katika utumiaji. Cocaine tunasema wanatumia sana matajiri, kwa sababu kwanza bei yake ni ghali. Gramu moja inaweza kuwa inauza $200, $100. Kwa hiyo kwa mtu wa kawaida inakuwa sio rahisi kuweza kuafford mtu wenye pesa. Lakini heroin unaweza kupata kwa bei nafuu, lakini sasa madhara yake ni makubwa kuliko cocaine. Heroin unakuwa huna hamu ya kula, unakuwa hauko sawa kimwili, yani kwa usafi. Ukikosa ndio hiyo unateseka, tunasema ya rosto ile. Ndio unaweza ukaenda ukaiba nyumbani, ukamkaba mtu, ukachukua silaha, ukaonekana kama ufanyi kitu, lakini kumbe wewe unatafuta, umeshakuwa, ndio ile tulikuwa tunasema ushakuwa mtumwa sasa. Na lazima upate ndio ukae vizuri. Kwa hiyo chochote kinachopita mbele yako unaona ni halali yako, kama ni nyumbani au sio nyumbani. Ukiacha hizi tiba za kitaalamu ambazo unazozungumza, wewe ulipita huko na alhamdulillah Mwenyezi Mungu akawa amekuvusha huko. Wewe ulitoka vipi? Ulitoka kwenye hizi tiba za kitaalamu, au ilikuwa kudra yake Allah tu mwenyewe ameamua kumuokoa mja wake? Mimi bwana, kwanza napenda sana nimshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu alinisaidia mimi. Siku moja nilikuwa niko baa. Niliongea katika kipindi fulani cha television, kuna klipu ilitambaa sana hapa katikati. Ilikuwa ni mimi. Na kwa tuna ada ya kaa tu bana kunywa. Sasa siku hiyo sijui, kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ndio alikuwa anataka kumwokoa mja wake. Ndio niko pale Livingstone, baa moja inaitwa Pajero, famous sasa hivi haipo. Sasa wenzangu wamekaa, mimi nimekaa. Nilivyoingia mwenzangu amekaa pale meza nyingine, mimi nimekaa peke yangu. Huyu marehemu Albaba Mungu amlaze mahala pema, akasema mpelekee yule bia. Walevi wana style hiyo ya kununuliana, hata kama una hela utakunywa tu, hata kama una kitu ukifika tu baa utapiga vitu, kwa sababu na mimi nikiwa nayo wanakunywa. Sasa yule dada kaleta kweli ile bia pale. Lakini adhana ikawa inatoka msikiti wa Manyema pale.
ya dhuhuri. Sasa mimi kwa sababu moja au nyingine, au ndio Mwenyezi Mungu akitaka kukuongoza, nikamwambia dada usifungue ibia kwanza. Akawa anashangaa, kwa nikamwambia usubiri. Sasa kumbe mimi kuna kitu kinanisukuma nisikize ya adhana, afu kuna kitu kinaniambia nenda msikitini. Ndio. Basi kweli adhana ilivyoisha, mimi nikamwambia dada bwana, hii bia mrudishie albab pale. Sasa wenzangu wakacheka sana. Wewe umeishiwa bwana, una kitu? Kaambia bwana wala bwana. Mimi nikasema udhu billahi minash shaitani rajim. Nikaenda msikiti wa Manyema pale. Basi nikasali kweli adhuhuri, na ilikuwa naangukia tena mwezi wa Rajab kama sikosei. Nikafunga Shabani mpaka Ramadhani, na mimi sikurudi tena baa. Lakini sasa kuna kitu uliongea hapa nyuma ukasema kuna tofauti gani kati ya soba au mtu anaweza kuwa akarudi kutimia. Mimi huko nyuma nilikuwa nishaacha kama mara 2 mwaka na nusu, na kwa mastaajabu ya Mwenyezi Mungu kila mimi nikiacha narudi kusali. Lakini hii wenzao saa wewe utarudi ndio kawaida yako. Ndio kawaida yako, unaenda unarudi. Lakini alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu, toka mwaka 2002 mpaka hivi tunavyoongea mimi sijatumia kitu chochote, na niko katika hamsa salawat. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu kusema kweli iliniathiri kimaisha. Ndoa yangu ya kwanza ilivunjika miezi 11 tu, na mtoto wangu mkubwa yuko Uingereza ameolewa. Sasa hivi alhamdulillah na familia na mke na watoto 5 wanasoma vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hata hii ninachofanya naamini ni ibada. Ndio. Kwa wenzangu kwenda kutoa elimu kama hivi, kwamba kumbe inawezekana. Sawa. Naam. Kitu ambacho mimi ninakiomba, sijui wewe mwenyewe umekipanga vipi. Pasi na shaka yoyote, manake ulikuwa na jamaa marafiki kama hivyo. Kuna wengine ndo marhumu umetangulia mbele za haki, Allah warehemu. Hawa ambao bado wapo, unashirikiana nao kwa namna moja au nyingine? Jamani sikilizeni bwana, mimi mkurugenzi, wewe kuwa kaimu, ili jambo manake mimi naona asasi yako inaweza ikawa nzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi mwenyewe ni mlengwa, ni muhusika. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo ninachokizungumza mimi na uhalisia nacho ninakijua vizuri. Yani kama hapa elimu unaoitoa, manake na uhakika anaotusikiliza anapata ile elimu ya moja kwa moja, tofauti na mtu ambaye angekuwa tumshauri. Mimi bwana na shauri tofauti. Yes. Kwa hiyo wewe ni sawa na mwanasheria anaoihadithia sheria, anaijua vizuri. Sasa kitu ambacho nakiomba, kama kipo alhamdulillah, kama hakipo basi hebu jaribu kukiona hichi, kwamba jamaa zangu wale bwana, sikiliza bwana, manake sisi dini inatuambia ukitaka kulifanya jambo wabda biman ta'ul, unaanza na watu waliokuzunguka. Hata jambo la khairi, sadaka, waliokuzunguka before hujaenda mbali, rafiki zako. Mimi kusema ukweli, baadhi ya marafiki washatangulia mbele za haki. Lakini wale ambao wapo tuko nao, tushakuwa watu wazima kwa sababu mimi na miaka 63. Sawa. Lakini tunazungumza miaka ya ujana huko, miaka 2002 na kushuka chini ni ujana. Ndio hiyo tulikuwa tunaongelea hapa mwanzoni, kwamba nini kinakushawishi mtu uende katika uraibu wa nini unachotumia. Kuna ujana, kuna makundi kama nilivyosema awali, na ujana ni maji ya moto. Sasa mimi bado ni rafiki zangu wengine, na wengine kweli nimewasaidia upande wa soba. Mtu anakuwa hana uwezo, mimi naambia bana, wewe nenda kaa miezi yako 3-4. Wapo ambao wameongoka alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kwa wengine ambao labda mimi sio mwendaji basi hivi kabisa, sio maisha yangu. Mimi ni mtu wa nyumbani, mtu wa familia, ibada, namshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini haina maana kama mimi sina urafiki na rafiki zangu. Maskani tunakutana kama kawaida, unapopata nafasi unakwenda. Lakini ninachomshukuru Mwenyezi Mungu, wengi ambao nilikuwa nawafahamu wamerudi kwenye kusali. Wengi wamemrudia Mwenyezi Mungu, kwa sababu unajua umri unakwenda. Sasa sio mpaka ufike unajikongoja ndio unasema Allah Mwenyezi Mungu nisaidie. Wakati una nguvu zako anza. Sawa. Kwa hiyo wengi wamerejea katika
utimamu wa kuachana na pombe na vitu vingine. Umejaribu kuhadithia hapa namna ambavyo arosto inavyompata mtu na namna ambavyo anakuwa anatamani kuendelea nayo na nini na nini. Of course ina nguvu, lakini mimi bado nibaki kwenye pombe pia. Nguvu yake kubwa kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba wakati nasoma chuoni, ustadhi wangu alikuambia kwamba kuna kisa kimoja kipindi cha Saidna Umar. Nakumbuka yule bwana ilikuwa toka kipindi cha Mtume, ilikuwa bakora, manake ukinywa unapigwa bakora. Sasa bakora zikawa zinaongezeka. Kipindi cha Saidna Umar akazidisha zile bakora za ulevi. Yule bwana akapigwa bakora kipindi cha Saidna Abubakar kama hivyo. Naam. Na Saidna Umar akaja akampiga bakora tena, kama bwana, mbona wewe ushaonywa sana? Ni maana yake ndio hizo soba hizo, ndio taasisi hizo. Mbona ushaenda taasisi unarudi tena na nini na nini, na leo hii mimi nakuadhibu na bakora hapa. Akama bwana, leo najua mnanipiga bakora, mkimaliza kunipiga bakora mimi ikatokea nimekufa, mkinizika nizikeni kwenye shamba la mizabibu. Maana pombe siku zile ilikuwa ni pombe ya zabibu. Ndio. Nizikeni kwenye shamba la mizabibu ili nikiwa nimekufa nitafyonza. Yaani manake anazungumza kwamba mimi siwezi kuacha. Si umeelewa? Kwa hiyo unaona namna gani pombe nayo pia ilivyokuwa ina nguvu, au inategemea mtu imemuingia vipi. Kwa hiyo ukiachilia mbali kadari ya Allah kuwa amekadiria tu, umesikia adhana, umeamua kuacha, umesikia sasa mara hii bwana, wewe unaendaga unarudi, watu wanakusikilizia utarudi tena, lakini hiyo ndio hukurudi tena mpaka leo, alhamdulillah. Kwa hiyo maana yake ni kwamba imani ikipandikizwa sana kwenye vifua vya watu, nguvu inakuwa mara mbili ya mtu kurudi kwenye uafadhali kuliko tu mtu kumwambia maneno ya kitaalamu haya. Unajua hii itatokea hivi, hii ukifanya hivi utafanya hivi, utafanya hivi. Lakini imani ina nguvu kubwa sana, kwa jinsi hata hadithi yako kwamba wewe umeweza kutuhadithia pale. Ukasema pia kwenye hizi soba kuna watu wa dini pia. Naam. Mimi naona kama dozi ya daktari wanakujaga 3, imamu wanakuja mmoja, basi waende sambamba. Maimamu waje vile vile 3, madaktari 3. Kama watu gani 3? Yani maana yangu ni kwamba imani inamrudisha mtu kwa nguvu sana kwa mara moja. Ni kweli. Yani mtu inakuwa ya kriki tu, bado ya kriki, lakini ikikriki basi hapo anaacha. Mimi kwanza ni washukuru viongozi wa dini ambao wanajitolea kuja kutoa imani za kiroho katika Sober House. Mwenyezi Mungu awajalie kheri. Na bahati nzuri hatuchagui imani. Madhehebu au dini. Sisi tunakuwa na imani zote. Ndiyo. Kwa maana ya dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu. Tunashukuru wanakuja wachungaji, wanakuja maustadhi, wanakuja kutoa elimu. Na watu wanabadilika kupitia hizo imani kama wanavyosema. Mtu unakuta labda alikuwa hasali kabisa, anasali, mtu alikuwa hafungi, anafunga. Sasa mtu akitoka pale anaweza kwenda nyumbani. Vitu vichache vinaweza vikamsababisha karudi katika ile hali alikuwa nayo mwanzo. Ndio. Kwa hiyo pale sisi kupitia wataalamu wetu ambao wanafanya mambo ya counseling, tunakuwa tunafanya therapy ya family, mmoja individual lakini na family. Kwamba huyu mtu uraibu ni ugonjwa. Ndio. Lazima tukubali hicho kitu kabisa. Kwa hiyo inachukua muda mtu kurudi katika hali yake. Kikubwa kwamba ujikubali nafsi yako kama mimi nina shida na nataka tiba. Sasa ile therapy inapofanyika, ina maana kwamba familia inafahamishwa huyu mtu jinsi gani ya kuishi naye wakati akitoka. Na je, anauliza kuulizwa mlengo, bwana wewe labda ukitoka hapa uandaliwe nini cha kufanya ili usirudi ule ulipokuwa kwa mwanzo. Naam. Kwa hiyo labda anaweza kusema mimi labda nataka kuendesha gari au biashara ambayo obviously imani inakuwa ndogo kwamba huyu unaweza kumfungulia biashara ukamwachia hela. Mtu anaona hapana. Kama ulikuwa unaacha simu hapa, ukigeuka hivi simu haipo, huyu bwana Banji tutamwamini kweli na biashara. Lakini kuna kuwepo na mtu ambaye anaweza akamonitor. Ndio.
maendeleo yake ya kibiashara. Na wako wanafanya hivyo na vitu vinaenda. Wapo kwa sababu ndio maana nimesema kama mtu akitoka alafu anarudi kwenye mazingira yale rafiki wale ngumu sana. Ni ngumu. Yani anaweza akakaa kwa kipindi fulani alafu kitu kidogo sana kikatrigger. Mfano kukosa kuaminiwa nyumbani. Ndio. Au kukosa upendo. Ndio. Anaona sasa mimi na faida gani nimejitahidi kwenda soba, watu waniamini. Au all of a sudden mtu anaweza tu kumtoka Banje alikuwepo hapa, hii simu iko wapi? Sasa mimi sijachukua. Kwa hiyo tunawafundisha jinsi ya kukaa kwa upendo, kuamini na kuwa naye karibu na kujaribu kuona nini ambacho yeye anaweza kufanya, basi wamwandalie ili aweze kurudi katika mrengo ulionyooka. Kwa hiyo kesi za kurudia zipo, ni common kabisa. Kwa hiyo katika 100% unaweza kukuta 10 mpaka 15 watu wanarudi kwenye uraibu. Lakini mfano mimi mara 2 na 3 Mungu amenisaidia. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo vipo na vinatokea, tusikate tamaa. Tusaidiane tukusaidia waraibu. Kwa namna hiyo inaweza ikachukua nafasi kubwa kurekebisha jamii, kwa sababu wao ni watu ambao wana Mungu ndani yake. Kwa hiyo wana uwezo mkubwa sana kukemea jambo lolote na likaenda mbali na watu wakalisikia kupitia vipaji vyao, kupitia maneno ya Mwenyezi Mungu. Hivyo mimi nadhani wana nguvu kubwa sana kwenye hili. Kwa hiyo na wao wanaweza kutusaidia kwa namna moja ama nyingine kukomesha hili. Mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuwa mstari wa mbele katika kusaidia asasi zetu kupata nafasi ya kutoa elimu na kufanya kazi bila matatizo yoyote. Kwa sababu unaweza kuwa na asasi, unaweza kuwa na soba, lakini vipengele vya sheria vikiwa vingi vinakufanya kazi ile inakuwa ngumu. Kwa hiyo kwa hilo nataka niipongeze serikali, lakini vile vile niipongeze serikali tena kwa kuisupport mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya, kwa kuipa support. Kwa sababu bila support ya serikali kifedha inakuwa ni ngumu kufanya kazi, lakini mamlaka inawezeshwa na kwa kweli tunaona inafanya kazi nzuri, inafanya kazi nzuri sana. Kwa maana hiyo inasaidia na au imesaidia kwa njia moja au nyingine kupunguza kuwepo kwa dawa za kulevya mitaani. Kwa hiyo lazima pongezi tuzipeleke kote huko kwa serikali chini ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan na Commissioner General Aretas Rimo ambaye anafanya kazi nzuri sana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya timu nzima. Kwa hiyo kidogo mtaani pamekuwa na amani. Dawa zipo lakini sio kama vile ambavyo ilivyokuwa zamani. Kwa sababu sisi tunapopokea watu soba tunaona je, watu waunga kila kota tunapeleka takwimu. Kwa hiyo watu waunga kwa kweli wameshuka. Yes. Sasa hivi watu wako kwenye bangi, kuna bangi inaitwa skanka. Hiyo bangi ndio iko sana mtaani na inaharibu kweli vijana. Na uraibu wa pombe, lakini kwa kweli kwa dawa za kulevya kwa maana heroin na cocaine tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kitu ambacho najaribu kukizungumza ni kwamba kwa wadau, hasa wadau ambao wao wanajiweza, ima walipanga au hawakupanga kwa kushawishiwa labda, vituo vya namna hii ni vizuri sana kusapotiwa. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu matatizo yakitokea huwa yanatokea kwa wote, si kwa mtu mmoja. Kwa hiyo hata wewe kama uje support leo, kesho kutwa linaweza likakukuta tu. Unaweza kuona kama familia yako labda inaweza ikawa iko salama, lakini kuna uwezekano kwa namna moja au nyingine likakukuta jambo na janga likawa ni janga la kitaifa. Kwa hiyo kusapoti wadau wa namna hii ni vizuri zaidi. Mimi kuna wakati nilikuwa na kipindi kimoja nilikuwa nafanya hivi kwenye kukomboa maadili, lakini mimi nilikuwa nazungumza na Watanzania ambao wanaishi nje ya Tanzania, Watanzania ambao wako South Africa sana. Kwa hiyo huku nikawa nimewaomba wadau, kwa maana ya kwamba watu walikuwa wanatamani kurudi nyumbani. Sasa wakirudi nyumbani wanaanzia wapi? Mtu alikuwa anakatandika nyumba ishauzwa, mtu yani hivyo. Nikawa nimejaribu kuomba baadhi ya wadau wakawa wamenisikiliza. Kwa nikawa kama wewe umeanzisha soba, mimi nikawa nimeanzisha shamba, ni kama Morogoro nimepewa eneo kama ekalimia hivi na vitu kama hizo. Kwa watu wakirudi wanafikia pale, kuna mikakati na kwa inaendelea. Mtu anatokea pale akiamua kwenda mkoa wote kwende anaenda
akiwa anajiweza. Kwa nami pia nimetumia fursa hii kwenye hichi kipindi cha kuweza kuomba wadau wa kusapotini kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kazi mnaofanya ni kazi kubwa sana. Yaani kazi kama inafanya taasisi kama polisi sijui au hiyo kamati ya udhibiti wa madawa ya kulevya na nini, na nyinyi mnafanya kitu kile kile. Ndio. Yaani kitu kile kile, kwa sababu ni kuendelea tu kufanya raia wawe salama na mali zao ziwe salama kupitia wa watu. Kama unalipi la kuzungumza labda la mwisho kabla hujafunga kipindi? Mimi kwanza narudia sema nashukuru sana kupata nafasi hii, kwa sababu naamini jamii inapata uelewa, kwa sababu elimu ya athari ya dawa za kulevya bado inatakikana sana. Sana. Na jamii inatakiwa kuelimishwa kwa kila njia kupitia vipindi vyenu kama hivi. Hongera sana. Shukrani sana. Na source of media zingine, social media hizi, gazeti, TV na kadhalika. Na tuzidi kupaza sauti. Pongeze wenzangu ambao wanaendesha sober house vile vile. Tukirudi kwenye ulichoongea, ni kweli tunahitaji msaada. Ndio. Kwa sababu uendeshaji wa sober house ni gharama kwanza. Kwa sababu nyumba ambazo tunazo ni za kukodi. Ndio. Zinahitaji kulipa ada kodi, kwa maana ya kodi. Kuna wafanyakazi ambao wanahitaji mishahara ya kila mwezi. Kila mwezi kuna mameneja ambao wale kwa wametumia dawa za kulevya wameacha, ndio wanaendesha zile nyumba. Kwa hiyo kuna wafanyakazi tofauti. Kwa hiyo bajeti yetu inabidi tuiweke vizuri ili kuaccommodate kila mtu anufaike kidogo. Japokuwa hatulipi mishahara ile inayotakiwa, kwa sababu ukisema daktari wa bingwa wa magonjwa ya akili aje akuchaji hela ambayo anataka, huwezi kumlipa. Lakini tunawashukuru na wao, kwa sababu wote, kwa maana sio daktari peke yake, mimi nashukuru wote ambao wanajitolea katika hizi sober house, kwa maana ya wataalamu hao, kwa sababu nao inakuwa ni kama mchango kwa jamii. Ndio. Na kwa Mwenyezi Mungu vile vile, kwa sababu ni kama wito wa Mwenyezi Mungu kazi tunayofanya. Kwa hiyo ni washukuru, lakini kwa wadau kweli tunahitaji support. Support kubwa tunahitaji, kwa maana ya vyakula. Sisi sio pesa. Nisiongelee pesa, lakini kuna vyakula. Ndio. Kuna magodoro, kuna mashuka, kuna sabuni, kuna yani mtu akijisikia kuleta mchele, chakula, kitu chochote ambacho anaona kitasaidia. Basi tunashukuru. Lakini vile vile tunaiomba serikali tena, mimi kila ninapopata nafasi kama hii siishi kuiomba serikali au kupeleka kilio kwa serikali, tupatiwe maeneo. Sisi tukipatiwa maeneo tunaweza tukafanya kitu, kwa sababu tunaweza kuanzisha miradi. Kwa mfano ya ufugaji, kilimo, unaona, bustani za mboga. Si kutumia sisi tu, lakini tunaweza kwa sababu watu wanaokuja kwenye soba wengi wana profession zao tofauti. Kwa hiyo kupitia profession au utaalamu wa yule mtu, tunaweza tukafanya, mwingine akawa bwana shamba, ana idea ile, mwingine anajua kufanya hichi. Kwa hiyo tukatumia labda carpentry, useremala na vitu vingine katika maeneo yetu yale. Tukaa kwa mfano kuku wanataga, tukapeki vizuri. Unajua packaging inauza. Kwa hiyo ukishapeki vizuri, au kuku wale unawachinja vizuri, unawapeki vizuri, bana unatia sticker imetengenezwa katika sober house fulani, Life and Hope sober house, na watu wanavununua ile ndio kama wana support. Exactly. Na pale unaweka kabisa nunua hichi kusupport uraibu. Kwa hiyo na tunapeleka ujumbe kwa jamii, nadhani itatusaidia sana. Lakini vile vile nichukue nafasi hii kutoa shukurani kwa shirika moja liko Mwanza pale, linaitwa Desk and Chair Foundation. Kwa kweli anaitwa Mzee Megji, Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Mzee anatusaidia sana. Tulivyofungua katusaidia vitanda, magodoro, mashuka, na kila leo anakuja kuona tuna shida gani. Anasaidia watu wengi sana Mwanza, sio jambo dogo hilo. Naam. Na sisi vile vile labda niweke wazi, tunafungua kituo kingine, maana tuna deal na watoto wa mitaani vile vile. Ndio. Ambao aidha kwa njia moja au nyingine matumizi ya dawa za kulevya yamewaathiri kupitia familia wao wenyewe, kisaikolojia vile vile hawana elimu. Kwa hiyo tunaanzisha kituo Mwanza ambacho Desk and Chair wamesema watatusupport kuchukua vijana kuanzia na 20-25 ambao wako kwenye miaka 18 na kushuka chini, kuwaweka sehemu moja, kuwapa mabadiliko ya tabia, kutoa wataalamu behavior change, kutafutia wafadhili ambao wataweza kuwapeleka shule. Unaona, wafuate dini,
Sawa sawa. Kuwafundisha maadili mema ili wakiingia katika jamii wanakuwa ni mfano wa kuigwa. Sawa. Kwa hiyo kwa hayo, na nimshukuru bwana mmoja, bwana Hasano pale Bagamoyo, ametupa eneo karibia eka moja pale Bagamoyo ili tuweze kujenga kituo chetu wenyewe. Kwa hiyo na mimi naomba kutumia nafasi hii kwa wadau wa Bagamoyo na wengine, sisi wenyewe tayari tunaanza kujenga ukuta na kujenga baadhi ya vyumba kama 10 hivi ambavyo vitaaccommodate watu wanne. Kwa hiyo ambao utaweza kujitolea hata mfuko mmoja wa simenti, bati, sijui nini, itasaidia. Ili ile kodi ambayo tunalipa karibia milioni 15 kwa mwaka itaweza kusaidia wengine. Kwa hiyo naamini watu walipokea, basi na mwenye kuona imani ya kusaidia atasaidia. Na kupitia wewe bwana Gabo, naamini wewe ni kioo cha jamii na influencer mzuri. Kwa hiyo utatumia na wewe kipindi chako hichi kutafutia wafadhili ambao wataweza. Tutakushukuru sana. Bwana, jambo lililokuwapo jema ni kuweza kusaidia binadamu mwenza wako, lakini jema zaidi ni kuweza kuwa na msimamo na msukumo pia kuweza kusaidia watu ambao wana uhitaji kwa namna moja au nyingine. Huyu hapa ni mbuji na mshititi wa lugha au shina adhimu Kiswahili Salim, mwanangu wa Ahmed. Mpaka wiki ijayo, kwaheri.